بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته الشرفاء، وبعد. Ikhwata alkiram, miongoni mwa mambo ambayo huwafanya wanaume kikawaida wavutiwe na kuwaoa wanawake ni mambo manne, kama ambavyo alituambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunkahu almar'atu liarba. Mwanamke kikawaida huolewa kwa sababu ya kuwa na moja kati ya haya mambo manne: li maliha, kwa sababu ya mali yake; wali hasabiha, na kwa sababu ya nasaba yake; wali jamaliha, na kwa sababu ya uzuri wake; wali diniha, na kwa sababu ya dini yake. Kisha baada ya kuyaorodhesha haya yote manne, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhtara lana wahidan, alituchagulia jambo moja, akasema fadhfar bidhati din, namchague yule mwenye dini. Limadha? Kwa nini ya Rasulullah? Taribat yadak, itaingia baraka mikono yako miwili na maisha yako yote yatakuwa ni naim. Yote ni kwa sababu tu ya kumchagua huyu mwanamke dhata din. Hivyo basi, ukiwa wewe ni mzazi hasatan wa kike, una kila wajib wa kuzingatia kwamba binti yako hakosi kuingia katika fungu hili ambalo Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ashara ilayhi. Binti yako awe dhata din, ili astahiki kuchaguliwa na wale ambao wanastahiki kumwoa kwa sifa alizokuwa nazo. Ndio maana Asma'u bintu Umais al-Ansariya au Asma'u bintu Kharijata al-Fazariya kutokea Banu Fazara alimuhusia binti yake katika ule usiku wa kuingia rasmi katika rihlatu umriha, safari ya umri wake wote. Ajmalu rihla, naam, ni safari nzuri hii ikhwata alkiram, lakinaha akhtaru rihla, ni safari ya hatari vile vile. Kama hiyo hakuna ikiwa msafiri ataianza bila ya kujua anachopaswa kukifanya akiwa safarini. فلنترك الحديث لأسماء بنت عميس رضي الله عنها تكمل لنا قصتها، فهي بها أدرى وبتفاصيلها أقوى. تقول أسماء أنا سيما: يا بني، إيه بنت يانغو، إنك قد فارقت الجو الذي منه خرجت. Hakika yako umeshaifarik na umeshaiaga, umeshatengana na anga ambayo wewe umetokea hapo katika anga hiyo. Wa khallafti al-usha alladhi fihi darajt, na umekiacha nyuma kiota ambacho ndani yake ulikulia. Ila wakrin lam ta'rifi, na umeelekea binti yangu katika pango ambalo hulijui. Wa qarinin lam ta'lifi, na mwenza ambaye hujamzoea. Fakuni lahu amatan, hivyo basi kuwa kwake yeye mfano wa mjakazi. Yakun laki abdan, ukifanya hivyo naye atakuwa kwako mfano wa mtumishi. Wahfadhi lahu khisalan ashara, na mchungie, mhifadhie yeye mambo 10. Takun laki dhukhra, mambo hayo yatakuwa kwako binti yangu ni hazina. Ya bunayya, إنك قد فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت. إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه. فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية، أما jambo la kwanza na la pili binti yangu, falkhushu'u lahu bilqanaa, ni kumnyenyekea yeye, kujirudisha chini kwa ajili yake kwa kutosheka. Wa husnu sam'i lahu wat-ta'a, na uzuri wa kumsikiliza yeye na kumtii. Wa amma thalithatu warabi'a,
Ama jambo la tatu na la nne binti yangu, fatafaqqudu li mawdhi'i ainaihi wa anfi, ni kuchunga sana sehemu ya macho yake mawili na pua yake. Fala taqa'u ainuhu minki ala qabih, na lisituke jicho lake kwako wewe juu ya jambo baya. Wala yashummu anfuhu minki illa atyaba rih, na wala isinuse pua yake kwako binti yangu isipokuwa harufu nzuri. Wa amma alkhamisatu wassadisa, amma jambo la tano na la sita, fatafaqqudu liwaqti ta'amihi wa manamih, ni kuchunga mno wakati wa kula kwake na kulala. Fa inna hararata aljui mulhiba, kwani hakika joto la njaa ni lenye kuwaka mno, yani ni lenye kukosesha amani. Wa tanghizu naumi, na kuvurugika usingizi, mughdhiba, ni jambo lenye kukasirisha. Wa amma sabia wa thamina, ama jambo la saba na la nane, falihtifadhu bimalihi, ni kuilinda, ni kuihifadhi mali yake. Wa riayati hashame, na kuchunga jamaa zake wa karibu, wa ayale, na wanawe au watoto wake. Wa amma at-tasi'atu wal 'ashira, ama jambo la tisa na la kumi, fala ta'si lahu amra, usimaasi yeye jambo lolote. Wala tufshi lahu sirra, wala usieneze siri yake yoyote. Fa innaki in khalafti amrah, hakika yako pindi ukikhalif amri yake, au gharti sadra, basi utakiingiza hasira kifua chake. Wa in afshaiti sirra, na ikiwa utaieneza, utaitangaza siri yake, lam ta'mani ghadra, basi hutoaminika kutokana na usaliti wake. Thumma iyak, kisha ole wako binti yangu, chunga sana, walfaraha baina yadai, na kufurahi au kudhihirisha furaha yako mbele yake. In kana mahmuma, ikiwa yeye ni mwenye huzuni. Walkaabata, na chunga sana binti yangu, ole wako kudhihirisha simanzi na majonzi yako, baina yadai, mbele yake. In kana faraha, akiwa ni mwenye kufurahi. Amma alula wathaniya, falkhushu'u lahu bilqana'ati wa husnu as-sam'i lahu wat-ta'a. Wa amma ath-thalithatu war-rabi'a, fattafaqqudu li mawdhi'i 'aynihi wa anfihi, fala taqa'u 'aynuhu minki 'ala qabih, wala yashummu anfuhu minki illa atyaba rih. Wa amma al-khamisatu was-sadisa, fattafaqqudu liwaqti ta'amihi wa manamih, fa inna hararata al-ju'i mulhiba, wa tanghizu an-nawmi mughdhiba. Wa amma as-sabi'atu wath-thamina, falihtifadhu bimalihi wa ri'ayatu hashamihi wa 'iyalihi. Wa amma at-tasi'atu wal-'ashira, fala ta'si lahu amra, wala tufshi lahu sirra. Fa innaki in khalafti amrah aw gharti sadrah, wa in afshayti sirrah lam ta'mani ghadrah. Thumma iyyaki wal faraha bayna yadayhi in kana mahmuma, wal ka'abata bayna yadayhi in kana faraha. Ikhwata al-kiram, nas'alu Allah an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Aqulu ma tasma'un. Assalamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته.